Hasira kuhusu kuporomoka kwa thamani ya sarafu ya Iran rial ilichochea maandamano mwishoni mwa Disemba ambayo yameongezeka, na sasa waandamanaji wanakosoa uhalali wa uongozi kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shirika la habari la wanaharakati wa haki za binadamu lenye makao yake Marekani HRANL linasema limedhibitisha vifo vya karibu waandamanaji 500 na maafisa wa usalama 48 nchini humo, huku vyanzo vikiambia BBC kuwa idadi ya vifo huenda ikawa juu zaidi. Hata hivyo, BBC kwa sasa haiwezi kuthibitisha kwa uhuru takwimu hizo, na hadi sasa mamlaka za Iran hazijatoa takwimu rasmi au za uwazi kuhusu idadi ya waandamanaji waliouawa. Mamlaka za Iran zimeshtumu Marekani na Israel kwa kuchochea machafuko na zikalaani maandamano hayo na kuyataja kama vitendo vya kigaidi. Nami ni Phyllis Mwate. Leo ni siku ya mwisho ya kampeni za uchaguzi mkuu nchini Uganda. Tume ya uchaguzi inasema karibu wapiga kura milioni 21.7 wamejiandikisha tayari kushiriki uchaguzi huo. Ushindani mkali bado uko wazi kati ya kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Robert Kyagulanyi wa chama cha NUP dhidi ya Rais Yoweri Kaguta Museveni wa chama cha NRM ambaye anatetea kiti chake. Sasa kufahamu zaidi hali iko vipi, muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wa BBC David Nkya ambaye yupo Kampala nchini Uganda. Kikubwa ambacho kinatarajiwa hii leo ni uwepo wa Rais Yoweri Kaguta Museveni kufanya kampeni zake za mwisho katika uwanja wa Kololo hapa Kampala. Zinatarajiwa kuwa ni kampeni kubwa baada ya jana kuwepo kule magharibi mwa Uganda, lakini leo hii sasa anatarajia kuvuta umati wa watu wengi na kuhitimisha kampeni hizi, akisema kwamba sasa ana lengo la kuhakikisha kwamba anafanya muhula wake mwingine ambao ataiweka Uganda katika njia ambayo kila mmoja ataweza kunufaika na kile ambacho anataka kukifanya. David Nkya, leo ni siku ya mwisho ya kampeni za uchaguzi zinahitimishwa kama ulivyosema. Pengine tume ya uchaguzi nchini Uganda inasema nini hasa kuhusiana na mwisho wa kampeni hizi, ikiwa ni mwanzo kabisa wa maandalizi ya uchaguzi mkuu wa baadaye tarehe 15 siku ya Alhamisi? Mwenyekiti wa tume hii Jaji Simon Byabakama amezungumza na vyombo vya habari na amesikika akisema kwamba kila kitu kimeweza kwenda sawasawa, na kuanzia Jumatano sasa wataanza kusambaza vile vitendea kazi, kuanzia zile karatasi za kupiga kura, yale maboksi kwenda katika sehemu mbalimbali za nchi ya Uganda. Lakini anasema kufikia sasa tayari zoezi zima na maandalizi yameshafikia ama yamekamilika kwa 100%, na kinachofuata sasa ni kwa raia wa Uganda wenyewe kuweza kutimiza haki hii ya kidemokrasia, kuweza kumchagua kiongozi wanayemtaka. Na pengine sasa ikiwa ni siku ya mwisho kabisa hizi campaign, David Nkya, hali ikoje hasa katika mji mkuu wa Kampala, ikiwemo masuala ya usalama na mambo mengine kwa ujumla wake? Kwa kweli Skola, ulinzi umeimarishwa katika maeneo mbalimbali ya jiji la Kampala, na ukizunguka katika baadhi ya maeneo utakuta kuna vikosi vya polisi, wanajeshi wakiwa katika magari mbalimbali, na hata baadhi ya maeneo wameweka mahema kabisa ya muda mfupi, ikiarifiwa kwamba atakuwa anahakikisha kwamba kamanda wa polisi ama mkuu wa polisi Abbas Byakagaba akisema kwamba yeye akiwa kama mkuu wa jeshi la polisi amesema kwamba tayari jeshi la polisi limejipanga kuhakikisha kwamba hakutakuwa kuna fujo kabla, wakati na hata baada ya zoezi zima la kupiga kura. Naam, asante David Nkya. Lakini mchambuzi wa masuala ya siasa nchini Uganda, Manda Yakola Mazima, anainisha baadhi ya mambo ambayo pande zote mbili, yani chama tawala hata kutoka nje mitaani. Phyllis Mwate anaarifu zaidi. BBC imehesabu takriban mifuko 180 iliona miili ya watu katika picha za video kutoka karibu na Tehran. Shirika la Marekani la Human Rights Activist News Agency HRANA linasema limedhibitisha vifo vya waandamanaji 495 na maafisa 48 wa usalama kote nchini. Watu wengine zaidi ya 10,000 wamekamatwa katika kipindi cha wiki 2 za machafuko. These individuals are arbitrarily arrested. They are transferred to unknown locations. Marekani imetishia kushambulia Iran kufuatia mauaji ya waandamanaji, na rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba Marekani iko tayari kusaidia, huku Iran ikielekea kile alichosema ni uhuru.
Maandamano hayo yaliyoanza kutokana na kupanda kwa gharama za maisha sasa yanaegemea kukomeshwa kwa utawala wa kidini wa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Mwanasheria mkuu wa Iran alisema mtu yeyote anayeshiriki maandamano atachukuliwa kama adui wa Mungu, kosa linaloadhibiwa kwa kifo, huku Ali Khamenei akitupilia mbali matakwa ya waandamanaji na kuwataja kama kundi la wahuni wanaotaka kumfurahisha Trump. BBC na mashirika mengine ya kimataifa ya habari hayawezi kuripoti kutoka ndani ya Iran, na serikali ya Iran imezuia huduma za mitandao tangu Alhamisi, na hivyo ni vigumu kupata na kudhibitisha taarifa. Siku ya Jumapili, Iran ilitangaza siku 3 za maombolezo kwa kile ilichokiita mashahidi waliouawa katika mapambano ya kitaifa ya Iran dhidi ya Marekani na Israel. Tutaangazia taarifa hii kwa kina hapo baadaye katika gumzo. Asante Phyllis Mwate. Wakati kampeni za wagombea 8 wa urais nchini Uganda zikielekea tamati kuelekea uchaguzi mkuu Januari 15, kwa mara nyingine inaonekana wazi kwamba ni ushindani wa watu wakubwa wawili, yaani Rais Yoweri Museveni wa chama cha NRM na Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine, yeye ni kiongozi wa chama kikuu cha upinzani cha NUP. Chama tawala kinawahimiza wapiga kura kulinda kile wanachokiita mafanikio yaliyopatikana kwa juhudi kubwa, huku upinzani ukihamasisha wafuasi wake kuwa na ahadi za mabadiliko baada ya miongo kadhaa ya uongozi. Hapo awali nimezungumza na mwandishi wa BBC David Nkya ambaye yuko nchini Uganda, na anaanza kwa kunieleza hali ilivyo sasa na kile kinachoendelea kuelekea uchaguzi mkuu hapo baadaye Januari 15 mwaka huu. Tumefika hapa Jumamosi ile tarehe 10. Tumeweza kuzunguka baadhi ya maeneo licha kwamba ilikuwa huenda wakati huyu akaibuka mshindi ama huyu akaibuka mshindi, lakini kwa ujumla kumekuwa na utulivu mkubwa licha ya hizi vuta za kisiasa katika maeneo mbalimbali. Ulinzi umeimarishwa katika kila maeneo, vikosi vya usalama vipo barabarani kuhakikisha kwamba hali inakuwa tulivu kabla, wakati na hata baada ya uchaguzi mkuu wa tarehe 15. Kampeni zinaendeleaje, lakini pia zinatarajia kukamilika lini hasa, David Nkya? Mpaka sasa hivi kampeni bado zinaendelea kwa mujibu wa tume ya uchaguzi hapa Uganda katika baadhi ya maeneo na maeneo mbalimbali. Sasa leo hii tunatazamia mwanasiasa huyu wa upinzani Bobi Wine ama Robert Kyagulanyi atakuja hapa Kampala kwa ajili ya kuweza kuhitimisha kampeni zake, licha kwamba kumekuwa na dawa ya kijamii kwa ushuru huo unaanza kutekelezwa mara moja, lakini hakutoa maelezo ya kina kuhusu hatua zipi hasa zinachukuliwa kuwa kufanya biashara na Iran. China ndiyo mshirika mkubwa zaidi wa kibiashara wa Iran, ikifuatwa na Iraq, Umoja wa Falme za Kiarabu, Uturuki na India. Hatua hii inakuja baada ya Trump kutishia kuingilia kijeshi iwapo Iran ingewaua waandamanaji. Tutawashambulia kwa kiwango ambacho hawajawahi kushambuliwa kabla, hata hawataamini. Nina njia tofauti na zilizo na nguvu kubwa sana. Ikulu ya White House haikutoa taarifa zaidi kuhusu ushuru huo, ikiwemo ni uagizaji wa nchi zipi utakaoathirika zaidi. Hasira kuhusu kuporomoka kwa thamani ya sarafu ya Iran Rial ilichochea maandamano mwishoni mwa Disemba ambayo yameongezeka, na sasa waandamanaji wanakosoa uhalali wa uongozi kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shirika la habari la wanaharakati wa haki za binadamu lenye makao yake Marekani, HRANL, linasema limedhibitisha vifo vya karibu waandamanaji 500 na maafisa wa usalama 48 nchini humo, huku vyanzo vikiambia BBC kuwa idadi ya vifo huenda ikawa juu zaidi. Hata hivyo, BBC kwa sasa haiwezi kuthibitisha kwa uhuru takwimu hizo, na hadi sasa mamlaka za Iran hazijatoa takwimu rasmi au za uwazi kuhusu idadi ya waandamanaji waliouawa. Mamlaka za Iran zimeshtumu Marekani na Israel kwa kuchochea machafuko na zikalaani maandamano hayo na kuyataja kama vitendo vya kigaidi. Nami ni Phyllis Mwate. Leo ni siku ya mwisho ya kampeni za uchaguzi mkuu nchini Uganda. Tume ya uchaguzi inasema karibu wapiga kura milioni 21.7 wamejiandikisha tayari kushiriki uchaguzi huo. Ushindani mkali bado uko wazi kati ya kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Robert Kyagulanyi wa chama cha NUP dhidi ya Rais Yoweri Kaguta Museveni wa chama cha NRM ambaye anatetea kiti chake. Sasa kufahamu zaidi hali iko vipi, muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wa BBC David Nkya ambaye yupo Kampala nchini Uganda.
kikubwa ambacho kinatarajiwa hii leo ni uwepo wa Rais Yoweri Kaguta Museveni kufanya kampeni zake za mwisho katika uwanja wa Kololo hapa Kampala. Zinatarajiwa kuwa ni kampeni kubwa baada ya jana kuwepo kule magharibi mwa Uganda, lakini leo hii sasa anatarajia kuvuta umati wa watu wengi na kuhitimisha kampeni hizi, akisema kwamba sasa ana lengo la kuhakikisha kwamba anafanya muhula wake mwingine ambao ataiweka Uganda katika njia ambayo kila mmoja ataweza kunufaika na kile ambacho anataka kukifanya. David Nkya, leo ni siku ya mwisho ya kampeni za uchaguzi zinahitimishwa kama ulivyosema. Pengine tume ya uchaguzi nchini Uganda inasema nini hasa kuhusiana na mwisho wa kampeni hizi, ikiwa ni mwanzo kabisa wa maandalizi ya uchaguzi mkuu wa baadaye tarehe 15 siku ya Alhamisi? Mwenyekiti wa tume hii Jaji Simon Byabakama amezungumza na vyombo vya habari na amesikika akisema kwamba kila kitu kimeweza kwenda sawasawa, na kuanzia Jumatano sasa wataanza kusambaza vile vitendea kazi, kuanzia zile karatasi za kupiga kura, yale maboksi kwenda katika sehemu mbalimbali za nchi ya Uganda. Lakini anasema kufikia sasa tayari zoezi zima na maandalizi yameshafikia ama yamekamilika kwa 100%, na kinachofuata sasa ni kwa raia wa Uganda wenyewe kuweza kutimiza haki hii ya kidemokrasia, kuweza kumchagua kiongozi wanayemtaka. Na pengine sasa ikiwa ni siku ya mwisho kabisa hizi campaign, David Nkya, hali ikoje hasa katika mji mkuu wa Kampala, ikiwemo masuala ya usalama na mambo mengine kwa ujumla wake? Kwa kweli Skola, ulinzi umeimarishwa katika maeneo mbalimbali ya jiji la Kampala, na ukizunguka katika baadhi ya maeneo utakuta kuna vikosi vya polisi, wanajeshi wakiwa katika magari mbalimbali, na hata baadhi ya maeneo wameweka mahema kabisa ya muda mfupi, ikiarifiwa kwamba watakuwa nahakikisha kwamba kamanda wa polisi ama mkuu wa polisi Abbas Byakagaba akisema kwamba yeye akiwa kama mkuu wa jeshi la polisi amesema kwamba tayari jeshi la polisi limejipanga kuhakikisha kwamba hakutakuwa kuna fujo kabla, wakati na hata baada ya zoezi zima la kupiga kura. Naam, asante David Nkya. Lakini mchambuzi wa masuala ya siasa dhidi ya rais wa sasa Yoweri Museveni anakabiliwa na mashtaka ya uhaini na mengineo ambayo anayakanusha. Na Rais Trump amesema Rais Vladimir Putin wa Urusi amekubali mwaliko wake wa kujiunga na jumuiya ya amani iliyoundwa kwa lengo linaloainishwa la kutatua migogoro kote duniani. Hata hivyo, Rais Putin hajathibitisha hilo. Vatican pia imesema kwamba Papa Leo wa 14 amepokea mwaliko huo. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Nastia Mohamed. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM redio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania unaweza pia kutusikiliza kupitia Radio 1 ya Dar es Salaam na Radio Free Africa jijini Mwanza, pia Abudu FM ya Morogoro. Nchini Kenya unaweza kutusikiliza kupitia Mwanere FM na Nyota FM. Ukiwa Uganda tunapatikana pia kupitia Voice of Karamoja na Radio Lira. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, matangazo haya yanasikika kupitia Radio Muungano Beni pamoja na Lizadil Radio. Mimi ni Halima Nyanza. Na kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, Rais wa Marekani Donald Trump ameondoa tishio lake la kutoza ushuru wa kibiashara kwa nchi washirika waliopinga nia yake ya kutaka kudhibiti Greenland baada ya kile alichokiita mkutano uliofanikiwa pakubwa na kiongozi wa jumuiya ya kujihamia nchi za magharibi NATO. Amesema wamefikia makubaliano juu ya mpango wa baadaye kuhusu eneo la Arctic linalomilikiwa na Denmark. Nastia Mohamed na taarifa zaidi. Katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii, Trump alisema uamuzi wake umetokana na kuwa na mkutano wa kina na katibu mkuu wa jumuiya kujihami ya NATO, Mark Rutte. Mark Rutte hata hivyo hajathibitisha matokeo hayo. Hapo awali siku ya Jumatano, Rais Trump alielezea jukwaa la kimataifa la uchumi World Economic Forum huko Davos, Uswizi, kwamba hatotumia nguvu za kijeshi, lakini anataka mazungumzo ya haraka ili kupata umiliki wa eneo hilo ambalo anasisitiza ni muhimu kwa usalama wa taifa la Marekani. Hatukuomba chochote wala hatukupata chochote. Inawezekana tusipate chochote isipokuwa nikiamua kutumia nguvu kupita kiasi, ambapo kusema kweli hakuna ambaye angeweza kutuzuia, lakini sitafanya hivyo. Sasa kila mtu anasema vizuri. Huenda hilo ndilo tamko kubwa zaidi nililotoa, kwa sababu watu walidhani ningetumia nguvu. Sina sababu ya kutumia nguvu. Sitaki kutumia nguvu. Sitotumia nguvu.
Waziri wa mambo ya nje wa Denmark Laszlo K Rasmussen alisema katika taarifa kwamba siku imekwenda sawa kuliko hapo mwanzoni, na kuongeza kuwa ni wakati mazungumzo na jinsi ya kushughulikia wasiwasi wa usalama wa Marekani katika eneo hilo la Arctic. Akitangaza uamuzi wake kwenye Truth Social siku ya Jumatano, Trump alisema taarifa zaidi zitatolewa kadri mazungumzo yanavyoendelea, akiongeza kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na mjumbe maalum Steve Witkoff watatuma mawasiliano ya moja kwa moja kwake kuhusu mambo yanavyokwenda. Trump hakutoa maelezo zaidi, jambo lililoibua maswali kuhusu kama walijadili mauzo au upangaji wa eneo hilo, jinsi mkataba unaowezekana kushughulikia wasiwasi wa usalama aliokuwa akionyesha mara kwa mara, na ni nini Denmark inayodhibiti eneo hilo inafikiria kuhusu mkataba huo, pamoja na nafasi ya Greenland kwenye ramani ya dunia. Utawala Trump umezungumzia akiba yake kubwa ya rasilimali ya madini adimu katika eneo hilo la Greenland, mengi kati ya madini hayo yakisemekana kuwa muhimu kwa teknolojia, ikiwa ni pamoja na simu za mkononi na magari ya umeme. Msemaji wa NATO Alison Hart alisema katika taarifa kwamba wakati wa mkutano huo Rais Trump na Rutte walikuwa wamezungumzia umuhimu mkubwa wa usalama katika eneo la Arctic kwa washirika wote, ikiwa ni pamoja na Marekani. Nastia Mohamed. Ecuador imetangaza kuwa itaweka ushuru wa 30% kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka Colombia kuanzia mwezi ujao wa pili. Akizungumza kupitia mtandao wa kijamii, Rais Daniel Noboa amesema hatua hiyo imechukuliwa kutokana na hasara ya kibiashara waliopata ya dola bilioni 1 kwa mwaka, pamoja na kukosekana kwa ushirikiano kutoka kwa nchi hiyo katika kupambana na biashara haramu ya usafirishaji wa dawa za kulevya na uchimbaji haramu wa madini katika eneo la mpaka. Rais Noboa ni mshirika wa karibu wa Rais Donald Trump wa Marekani. Beldin Waliaula na taarifa zaidi. Rais wa Ecuador Daniel Noboa ametangaza vikwazo vya 30% kwa bidhaa kutoka taifa jirani la Colombia na kuilaumu taifa hilo kukataa kumsaidia kupambana na walanguzi wa dawa za kulevya. Hatua hiyo inajiri baada ya Marekani kuiongezea ushuru Canada na China na kutishia kuiongezea Mexico ushuru zaidi kwa madai kuwa wamekuwa wakiuza dawa za kulevya aina ya fentanyl nchini Marekani. Noboa ya kombe la mataifa ya Afrika. Baadaye timu hiyo ilirejea uwanjani na kunyakua kombe baada ya kuwashinda wenyeji Morocco kwa bao 1-0. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Nastia Mohamed. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Facebook BBC Swahili. Unaweza pia kutusikiliza kupitia redio wa shirika. Ukiwa nchini Tanzania pia unaweza kutusikiliza kupitia Radio One Stereo jijini Dar es Salaam, Radio Free Africa kutoka jijini Mwanza na Abud FM ya Morogoro. Ukiwa nchini Kenya pia tunapatikana kupitia Nyota FM pamoja na Mwenedu FM. Nchini Uganda tunasikika kupitia Voice of Muhabura, Radio Kitara pamoja na Radio Lira. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunasikika pia kupitia Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Mimi ni Halima Nyanza. Rais Yoweri Museveni, rais aliyeongoza Uganda kwa muda mrefu, kwa mara nyingine tena hataweza kuiongoza nchi hiyo kwa miaka 5 ijayo baada ya kuibuka mshindi katika uchaguzi mkuu uliofanyika nchini humo kwa kupata karibu 72% ya kura zote zilizopigwa. Mpinzani wake mkuu Robert Chagulanya maarufu kama Bobi Wine ameyapinga matokeo hayo. Licha ya kampeni zake Rais Museveni kuahidi udhabiti wa kisiasa na ukuaji wa kiuchumi, wachambuzi wenyewe wameangazia tofauti miaka yake hiyo 5 atakayoiongoza. Samia Awami yuko mjini Kampala, Uganda, na ameshuhudia Yoweri Museveni akitangazwa mshindi katika nafasi hiyo aliyoikalia kwa takriban miaka 40 na akiwa sasa na umri wa miaka 81. The commission hereby declares candidate Yoweri Kaguta Museveni the duly elected president of the Republic of Uganda. Museveni alipothibitishwa rasmi muhula wake wa 7. Museveni amekubali matokeo yakiwa ni 71% ya kura zote zilizopigwa. Now I want to thank God for this victory. Napenda kumshukuru Mungu kwa ushindi huu na mingine yote ambayo tumekuwa tukiipata tangu miaka 50 iliyopita. Hata hivyo, anasema
alitarajia angeshinda kwa kura nyingi zaidi. 10 million of my people did not. Watu wangu milioni 10 hawakutoka kupiga kura. Wapinzani wangeaibika vibaya. Siku moja baada ya ushindi, wafuasi wake wamezunguka katika mitaa ya miji mikubwa kama hapa Kampala na kwingine wakishangilia ushindi wa kiongozi wao. Museveni juu, NRM mobiliza juu, NRM juu, Yoweri Kaguta juu. Now the election is good. We have finished. We are okay now. We are start to work. There is no problem. I'm happy. I'm not sad. Nina furaha, sina huzuni kwa sababu uchaguzi umeenda vizuri. Hakuna kupigana wala chochote kile. Bobi Wine ameyakataa matokeo ya uchaguzi huu na kuyaita batili na kuwataka wafuasi wake kuandamana kwa amani. Hayo wanayoyaita matokeo na kuyatangaza ni batili. Hayaakisi kile kilichotokea katika vituo vya kupigia kura au yale yaliyoandikwa katika fomu za matokeo. Hadi hivi sasa lakini hakuna dalili za maandamano makubwa na labda ambayo yamesambaa nchini kote. Uganda inaonekana kuendelea kuwa ya amani, isipokuwa sehemu chache na matukio machache ya mvutano kati ya askari polisi na wafuasi wa vyama vya upinzani. Ushindi huu wa Museveni utaendeleza hali iliyopo hivi sasa kwa maana ya mawazo na itikadi, lakini kwa chini kuna vijana ambao wamekataa kunyamaza na kubaki nyuma wakisubiri. Bobi Wine ni kiongozi wa siku za usoni, ndio maana nilimpigia kura. Wao wana swali moja ambalo ni rahisi lakini ni nyeti sana, kwamba lini uongozi wa nchi yao utafanana na nchi yenyewe hasa ambayo wanaishi. Taarifa ya Samia Wami. 21 wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya kutokea ajali iliyohusisha treni ya mwendo kasi kusini mwa Hispania, huku mamlaka nchini humo zikionya juu ya uwezekano wa kuongezeka kwa idadi ya waliokufa. Nasia Mohamed na taarifa zaidi. Zaidi ya watu 30 wanaendelea kupokea matibabu hospitalini kutokana na majeraha makubwa, alisema waziri wa uchukuzi wa Uhispania Oscar Puente. Tukio hilo lilitokea karibu na mji wa Andamuz karibu na jiji la Cordoba, wakati treni ya mwendo wa kasi iliyokuwa ikisafiri kutoka Malaga kwenda Madrid ilipotoka kwenye reli na kuvuka hadi njia nyingine, kulingana na msimamizi wa mtandao wa reli Adif. Baada ya kutoka kwenye reli, treni hiyo iligongana na treni nyingine iliyokuwa ikija kutoka Madrid kuelekea Huelva. Huduma za dharura za Andalusia zilisema kuwa angalau watu 73 kwa ujumla walijeruhiwa katika ajali hiyo. Chanzo rasmi cha tukio hilo bado hakijafahamika. Uchunguzi hautarajiwi kubaini kilichotokea kwa angalau mwezi mmoja. Waziri Mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez alisema kuwa taifa hilo linapitia wakati mgumu kufuatia ajali hiyo. Irio ni kampuni binafsi ya reli iliyoendesha safari zake kutoka Malaga, ilisema kuwa takriban abiria 300 walikuwa ndani ya treni iliyotoka kwanza kwenye reli, huku treni nyingine iliyoendeshwa na kampuni ya Renfe ikiwa na takriban abiria 100. Meya wa Andamuz Rafael Moreno alikuwa Alhamisi tarehe 15, na kumekuwa na kampeni ambazo zimekuwa zikifanyika, ikiwa kwamba vile vile kumekuwa na wagombea wa viti mbalimbali, ikiwa kwamba raia wa Uganda watakuwa wakifanya uchaguzi ambapo watakuwa wakimchagua rais wa taifa hilo Yoweri Museveni, ambao ni mojawapo wa wagombea wa uchaguzi, na vile vile yupo Bobi Wine na wagombea wengine wengi tu ambapo wapo kwenye kinyang'anyiro hicho, na vile vile watakuwa wakichagua wabunge wa maeneo mbalimbali ya hapo Uganda. Basi hao wenzetu watakuwa wakiendelea kutujuza mambo yanavyoendelea kutokea katika maeneo mbalimbali ya mji wa Uganda, ikiwa kwamba vile vile tuliweza kupata taarifa kwamba siku 2 kabla ya uchaguzi nchini Uganda, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini humo Simon Byabakama amefichua kwamba amepokea vitisho juu ya kutangaza mshindi katika uchaguzi ujao. Byabakama alikuwa akizungumza na BBC mara baada ya kumaliza kutoa taarifa na vilelezo vingine juu ya zoezi la kupiga kura. Wapiga kura zaidi ya milioni 20 nchini Uganda wanatarajiwa kwenda kuchagua rais na wabunge wao siku ya Alhamisi tarehe 15 Januari, na awali Samia Wami alikuwa katika makao ya tume ya uchaguzi na kutuandalia taarifa hii.
Kama unavyoona, maafisa kutoka tume ya uchaguzi hapa Uganda wanaendelea kuonyesha waandishi wa habari kuhusiana na utaratibu mzima wa kupiga kura hapo tarehe 15. Lakini dakika chache tu zilizopita, mwenyekiti mwenyewe alizungumza na waandishi wa habari kuendelea kuelezea taratibu mbalimbali, majukumu ya maafisa wa uchaguzi, majukumu ya wale mawakala wa vyama vya upinzani na hata wa serikali wa chama tawala, pia kuelezea wapiga kura. Alikuwa na kibao hapo hata anaonyesha kura gani itakuwa batili, kura gani ni hatari, kura gani ambayo namna ambayo mtu akipiga labda inawezekana ikakaa sawa. Yote hayo maana yake ndo dakika za lala salama zenyewe hizi. Lakini baadaye nikapata fursa ya kumuuliza maswali mengine ambayo yamekuwa yakiendelea kuibuka katika mitandao. Kwa mfano, zimekuwepo kauli kutoka kwa baadhi ya watu wanaoaminika kuwa wanaunga mkono chama tawala pamoja na serikali kwamba rais, kwa sababu alichukua nchi kwa namna au kwa njia ya mtutu, hawezi kuachia madaraka kwa namna ya kupiga kura tu. Nilimuuliza kama tume yake inao ubavu kweli wa kumtangaza mshindi mwingine tofauti na Rais Museveni. Whatever votes each candidate has received will be tallied. Kura zozote ambazo kila mgombea amepata zitahesabiwa au kuthibitishwa, kisha zitatangazwa kwa umma. Dunia itajua na wananchi wote wa Uganda watafahamishwa. Declared, I don't see any problem with that. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi pia hapa alisema kwamba amepokea vitisho kuhusiana na kutangaza mgombea tofauti na yule wanaomuunga mkono waliomtisha. People have been throwing around words carelessly. If you don't vote for this person,